Kuna ile furaha kwa kizungu hata tusimamia niseme happiness inalingana na hali. Hata marekudene alakara epiti aluya. Yaani mtu anafurahi kwa sababu ya kitu imefanyika. Hata marekudene alakara anaweza furahia kwa sababu labda amepata pesa nyingi. Anaweza furahia kwa sababu amepata mtoto. Anaweza furahia kwa sababu amepata mume. Anaweza furahia kwa sababu amepata kazi. Lakini furaha ambayo nazungumzia ni kuhusu furaha inayopatikana katika Roho Mtakatifu. Na hii furaha ni tunda ambalo inazalika katika Roho Mtakatifu. Furaha hii hudumu hata katika majaribu. Kwa sababu furaha hii inatokana na mtu kusimikwa katika upendo wa Mungu, katika ahadi za Mungu na katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo furaha ambayo nazungumzia siku ya leo ni upendo, ni furaha ambayo inadumu hata katika majaribu. Kwa sababu mtu huyu amesimikwa ama amesimikwa katika upendo wa Mungu, katika ahadi za Mungu na pia katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anazalisha ama anatoa furaha katika maisha ya muamini. Furaha hii ni furaha inapatikana kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana tumesema kwamba ufalme, tumesoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 14 mstari wa 17. Ya kwamba ufalme wa Mungu si wa kula na kunywa tu, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yeyote aliye katika ufalme wa Mungu ni mtu huyu ambaye ana hii furaha ya Bwana. Furaha hii haipatikani nje ya ufalme wa Mungu. Ndio maana mtu anaweza kuwa na furaha hiyo ya kawaida kwa sababu ya mambo ambayo ako nayo, mambo unayoyaona. Lakini furaha inayopatikana kutoka kwa Roho Mtakatifu ni furaha ambayo Roho Mtakatifu anaizaa katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 12 ambaye inasema ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo na furaha na amani. Arai alakara amina hori alakara na raya ama tunda kana ikuruniti la taule absen. Bwana asifiwe. Wagalatia 5 mstari wa 22. Akitakuwa na Galatia idula angkan ngichi atau munyari sangari. Inasema lakini tunda la Roho ni upendo. Hata marna kanyenye ngakiro na ito yutolo boyolo kikito ya tao akuju. Furaha, alakara, amani, uvumilivu, utu wema, apatan, fadhili, kalu munoe, uaminifu. Na unaweza soma ukiendelea mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Kwa sababu mada yetu ni kuhusu furaha na Roho Mtakatifu, tutazungumzia kuhusu furaha. Hata mari arabu mwana kama tayo kana rai alakara Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea sambamba na Roho Mtakatifu,
Roho Mtakatifu anachipusha furaha katika maisha yako. Na furaha hii ulimwengu hauwezi kuitengeneza. Furaha hii inatokana kwa kumjua Yesu Kristo. Kuwa na uhusiano pamoja na Yesu Kristo ndio inazaa hii furaha. Yeyote asiye na ushirika na Yesu Kristo hawi na furaha. Maana unaweza kuwa na kila kitu katika ulimwengu. Kama vile ilivyo hesabu, unaweza kuwa na mume, unaweza kuwa na mke, unaweza kuwa na watoto, unaweza kuwa na kazi, unaweza kuwa na pesa mingi, lakini kama hauna uhusiano pamoja na Yesu hauwezi kuwa na hii furaha. Kwa sababu furaha hii ya ulimwengu ni furaha ya muda mfupi. Wakati mambo haya, wakati vitu hivi vinatoweka, furaha inaenda pamoja na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni sharti Mkristo awe na ushirika pamoja na Yesu Kristo. Lazima tujifunze kutembea pamoja na Mungu. Tujifunze kutembea pamoja na Yesu Kristo. Tutembee moja kwa moja na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu atasababisha furaha yako itadumu. Hata katika hali ngumu, hata katika machozi, bado hiyo furaha itadumu. Hata katika mabaya, bado hiyo furaha itaendelea kukaa. Hata katika ukosefu, bado hiyo furaha itaendelea kukaa katika moyo wako. Hata katika njaa, hiyo furaha haiwezi kuondolewa. Kwa sababu furaha hiyo haipatianwi na mwanadamu. Hakuna factory ya kutengeneza furaha. Furaha ya kamili ni furaha inatokana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tembea na Roho Mtakatifu. Kwa maana ukitembea na Roho Mtakatifu furaha haiwezi kuondolewa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kumtenganisha furaha na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo furaha inazalika na uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha hii ya Bwana ni nguvu zako. Hii furaha ndiyo inakupatia nguvu. Wakati mtu hana furaha, hana nguvu za kusonga. Kama vile jinsi tulivyosema, mwaka huu ni mwaka wa kuamka na kwenda. Na hakuna vile unaweza kuenda bila furaha. Yule mtu aliye na furaha ni mtu ana nguvu ya kufanya kazi. Yule mtu aliye na furaha ako na nguvu ya kuomba. Yule mtu aliye na furaha ako na nguvu ya kuwa na ushirika. Kwa hivyo hii furaha inakuwa nguvu zako. Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia mlango wa 8 mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni wakati wana wa Israeli walikuwa wametoka katika nchi ya mateka. Wakati walirudi katika Yerusalemu. Wakati huo Yerusalemu ilikuwa imebomolewa. Wakati huo kuta za Yerusalemu zilikuwa zimebomolewa sana. Na wakati huo pia ni wakati ambao baada ya kurudi walifanya kazi. Kwa sababu kulikuwa na kiongozi mmoja anaitwa Nehemia. Nehemia aliwachochea watu kufanya
kazi. Abunema yanaketi mtumwa ya tautazubeti. Na katika kufanya kazi kulikuwa na changamoto katika kazi waliokuwa wakifanya. Hato ya kuzubeti mna ya makorona ka gongoneja tukitina. Kwa sababu hiyo kazi haikuwa ni kazi rahisi. Wote titimono bare titlara la apatana. Kwa sababu kuta zote za Yerusalemu zilikuwa zimebomolewa. Wote na uwezi ndanga Yerusalemu ukoro. Malango ya Yerusalemu ilikuwa imeteketezwa. Amara ngindori na Yerusalemu ndanga na mitakim. Kwa hivyo wana hawa wa Israeli walikuwa wanakaa katika hali ya kutokuwa na ulinzi. Hata mara bonga Israeli yakazini nyama mekisiri. Kwa hivyo Nehemia akawapatia motisha ya kujenga tena kuta za Yerusalemu. Mara Neema yanaketi ya taula hakuna bomudori kama uwezina Yerusalemu. Sanballat na Tobia waliinuka kinyume na wao. Hapo tuko wale kitoketi. Waliwashusha moyo. Tujio tuketingetai. Wakaambia hata ikuta ambazo mnajenga hata mbweha akipiga teke itaanguka chini. Kama mtu mtenia ngado ndori lubete kuna mahali watu walishindwa kufanya kazi wakarudia shughuli zao. Hapo tena hapa kaje tokuruwezi mtu ngakuzubeti chita hapo bonga bang ngitichi. Lakini nashukuru Mungu kwa Nehemia kwa sababu alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anawatia moyo. Kama lakari na nyama ya kutara ya kazi kwa online na kitu. Anawaambia tuendelee kufanya kazi. Labda tuendelee kujenga. Kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Msikufe moyo. Msikate tamaa. Kwa sababu hampo peke yenu. Tuko pamoja na Mungu. Akawaambia inukeni na tujenge. Kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wana Israeli wakasikia wakainuka wakajenga. Walijenga kuta za Yerusalemu. Wakajenga malango ya Yerusalemu. Sasa ikawa ni siku ya 7. Wanataka sasa kusikia neno la Bwana. Hapo kuna kuhani anaitwa Ezra. Alikuja na chuo ili akaweze kuwasomea Torati. Vinasema kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Walisimama kusikiza neno la Bwana. Waliposikia neno la Mungu Biblia inasema kwamba walianza kulia. Walilia kwa sababu walisikia hiyo neno. Ukisoma Nehemia mlango wa 8 mstari wa 10. Anatuambia hapana msilie. Msiomboleze. Kwa sababu akasema do not grieve. For the joy of the Lord is your strength. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia si wakati wa kulia. Mmefanya kazi mmemaliza. Mmeinua kuta za Yerusalemu. Mmejenga malango. Sasa tuko salama. Si wakati wa kulia. Inuka. Kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia sasa mwende mkule. Mwende msherekee. Kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko na furaha ya Bwana, utakuwa na nguvu ya kuinuka. Utakuwa na nguvu ya kusonga mbele. Utakuwa na nguvu ya kufanya kazi. Haijalishi kama hali ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nahubiria mtu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Najua furaha ya Bwana ni nguvu. Wakati wowote hauna furaha, wakati huo hauwezi kufanya kazi. Na ukifanya kazi utaifanya vibaya. Bwana asifiwe. Wakati hauna furaha ukifanya kazi utafanya vibaya. Utafanya hiyo kazi kwa kulalamika. Utafanya hiyo kazi kwa kulaumu watu. Utafanya hiyo kazi pengine ukijidai. Lakini wakati una furaha utaifanya hiyo kazi kwa nguvu. Msiwe na huzuni tena. Kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Bwana asifiwe kanisa. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatutia nguvu. Nguvu za kutupatia furaha za kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua inafika wakati lazima Mkristo uamue kuishi maisha ya kiungu.
tunaza aiboyote borli borta. Kwa sababu wakati unaishi maisha ya kiungu, hata mambo ya asili haitakuwa ngumu. Watera pana kigotoro nikichona ngakorono damu na mama na kilio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mmoja, wakati Jesse alikuwa mgonjwa, Hata mara pande ya nike. nikapeleka kwa hospitali, alafu alikuwa na joto jingi sana. Hata mara ndani za kwa. Kwa hivyo nikapeleka, wanamdunga shindani, joto hairudi chini. Dungere ndani mamnetia una amone za kwa. Kwa hivyo nikapigia daktari mmoja kule Eldoret. Taramanga daktari pe kama akopea Eldoret. Kwa sababu mtoto ana joto, anaendesha, anapewa dawa haimsaidii. Hotere ridai ya kwa ne mina bode mamnotenye mamtema badiliko. Kwa hivyo ile process ni kama hapo katikati, wakati nilikuwa katikati ya barabara na kwenda nyumbani. Kabala kidinga rubudindi albungizi na wiki. Kwa sababu daktari akaniambia ninunue dawa, ni painkiller, lakini hiyo dawa ni shilingi 1000. Hata maratogera dawa ngolo arapeni kila lakini aralu kutapei. Sasa nikashindwa, hii shilingi 1000 nitatoa wapi? Bala inataka na wakalu kutuna nyanya nyene. Na hapo katikati, wakati nilikuwa katikati ya barabara na nyumbani, dada yangu mkubwa akanipigia simu. Bala kidinga iloro tu ni nakato kwa na punga tarama kwa azimu. Kaniuliza unaendeleaje dada yangu? Kama wewe kwa nakato ikuniani. Nikamwambia niko sawa, lakini penye nimefika sasa sijui nitafanyaje. Bala hicho lakini tonya na nini manyazo. Kwa sababu mtoto ni mgonjwa. Hotere jagai kwa. Lakini kuna jambo ambayo aliniambia sitasahau mpaka siku ya leo. Bala yako ina kalimo kingi na nikumre kitini akwa. Akaniambia sasa dada yangu, nataka umwamini Bwana kwa uponyaji, kwa afya ya kiungu kwa sababu ya mtoto wako. Bala kwa nupe akapunya tamara hotere atangalo ne tulizo kwa umo. Bwana sifiwe. Na hali hiyo wakati ilikuwa sio hali nzuri, ilikuwa hali si hali. Hotere arajiki ni karnonji. Kwa sababu alikuwa amekuwa drain, yani amekuwa dehydrated. Kama jika dauna iko kunga kipia na kwa. Hata ameanza kukua deformed. Kama jike kilogo ni kitenya kwa na. Yani ameanza kupinda, mifupa yake inaanza kupinda. Wakati wako yoke na kunye na belagnosi. Sasa nikamwamini Bwana hata katika hali ngumu. Bala kunukuni za kapolonte. Nikamwambia Bwana, sasa ninaomba kwa sababu ya ama afya, si uponyaji, afya ya kiungu. Hata mara abaki akitangaleo na dis. Kwa sababu afya ya kawaida inaweza potea. Hotere akwana pale la kagoria ndio kwa. Lakini hii afya ya kiungu haiwezi kupotea. Hata mara akwana na dis mamnyopo mapya. Kwa sababu hii afya ni Mungu ndiye anapeana. Hotere ajokuza akwana ra kujipodi. Na nikamwamini Bwana kwa afya ya kiungu kwa sababu ya Yesu. Atonupinge za kapoloni ajokuza akwana hotere. Yesu asifiwe. Amen. Haimaanishi ya kwamba alipona hapo na hapo. Mamnyilinga mara kutoka karakani nikani. Inamaanisha kwamba ilibidi nipitie process. Bala agume toro ni ugapa Ilibidi nipitie hatua hadi hatua. Bala ugapa ngiduro nyulu. Ndipo afike katika ukamilifu wake. Ndio tanangani ni nyajo kesi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio vile katika furaha ya Bwana. Lugendo ngidalala kare hapo. Haimaanishi kwamba mambo ni mazuri kwa hivyo utakuwa unacheka tu. Mera kama ndio kama krota la. Lakini inabidi upitie process. Hata mara yangu krona igwe pilo. Lazima upitie hatua na hatua. Yangu tuliwe pilo mapema. Hasa wakati unapopitia hali ngumu. Hapana ni torto ndio makorna kago. Hasa wakati unapopitia kushushwa moyo. Hapana ni diolo ya tauko nko. Wakati wa kungoja. Hapana ya kidarun. Ni wakati ambao unafaa kuwa na furaha. Araja hapana tamara ya lakariki. Na hii furaha sio furaha ya kawaida. Na baralaka na kamera. Hii sio furaha ya kuwa manufactured kwa factory ya ulimwengu. Mera lakana ni toruti lako. Ni furaha ambayo Roho Mtakatifu anapea. Hata baralaka ni Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ngoja kwa mwaka mmoja. Lakini ukikufa moyo, ukikosa furaha, inamaanisha hautafikia utimilifu wa makusudi ya Mungu katika maisha yako. Unaweza ngoja kwa miaka 5. Lakini wapo hautakuwa na furaha ya kiungu, inamaanisha hautafikia ukamilifu wa makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hizi furaha ninasema ni nguvu zako. Bwana asifiwe. Nehemia aliwaambia kwamba msilie. Msifadhaike. Kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zako. Pendo, unahitaji furaha ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji hizi furaha za Bwana. Kwa sababu hii furaha sio nguvu ya kukula ugali. Na vile tunakula ugali ndio tufanye kazi.
kazi. Hata matumuja bila kuzubeti. Wanasifiwe. Hii furaha sio nguvu za chapati. Hata maringilingalu darulu Hii furaha ni nguvu tofauti. hata maringilingalu kudaralo likuwa na kaluche. Hayo hata kama uko na ugali ama hauna ugali bado hii furaha iko. Hata mara alakara na kaki ya guli kama. Na hii nguvu utakuwa nayo. Hata mara bongelingalu na utaweza kuinuka na kusonga mbele. Ndio tonyona kutotongare. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo furaha inatupatia nguvu za kuendelea kumtumainia Bwana. Hata mara alakara na kaki na kione kilingalo akigeulo na babu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati una furaha hizi za Bwana inakupatia nguvu za kuendelea kumtumainia Bwana. Hata mara hapana yakali alakara na kaki yakali kilingalo bakina igeulo na yakulu. Furaha itakupatia nguvu za kuendelea kumtumikia Bwana. Hata mara kilingalo na kaki bakina kujeti. Wengi hukata tamaa kwa sababu wamepoteza furaha. Hata maduka alaka tadauni ni taiko tere ayakala karangna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua ukipoteza furaha kwa barabara ndipo watu hukata tamaa. Hata mara hapana chakara ya alaka kuna lukidiga barabara. Kwa nyulusio. Nafikiri Daudi aligundua hiyo siri akamwomba Mungu akasema niumbie moyo safi. Hata mara Daudi tu yana aje kujanga kwa ngapera kapulu na kana ngisia taulo la aje konda. Moyo uliokamilika. Ya taulo like kiuna. Bwana asifiwe. Hapa akasema ya kwamba usiniondoe katika uwepo wako. Hata mara bodi bichadaka ni taukuru. Na akasema ya kwamba usiniondolee pia furaha ya wokovu wako. Hata mara bodi ya maana balaka na yuno. Bwana Yesu asifiwe. Furaha ndio inatupatia nguvu ya kuendelea katika wokovu. Hata mara alakara ngine kitone aruba kinautumia yuno. Kwa sababu bado tunamngoja Yesu. Hotere kuroko kidari Yesu Kristo. Bado tunangoja Bwana wetu. Hata mara kuroko kidari. Bwana wetu hajarudi. Roko Yesu nyobomno. Yuko pamoja na sisi tunangoja siku hiyo atakayorudi. Hata mara kutoka wala ndarudi akwara nyobomno. Ambaye atatuchukua twende tuwe pamoja na yeye. Hapana kelema mnataka ngija pe. Na kama hauna hii furaha, na nike magadi alakana. Utakata tamaa uondoke katika barabara. Hata mara daunya tauko to balalu kidigurudi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakupatia furaha ya kuendelea kumtumikia Bwana. Hata mara alakana na kagina gigyo kilingali bagana igeno kuna hapo. Anakupatia nguvu ya kuendelea kumtumainia Bwana. Ndio gigyo kilingali dognio igeno kuna hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Siku mmoja anasema kwamba ninajua Bwana atatenda hata kama itachukua muda. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama itachukua muda. Hata matenika rubage wakati no khonya. Kile ambacho kinakuweka ni hiyo furaha. Hata madebe ni kiziboi wakati ni arala karanga. Kile ambacho inakupatia nguvu ni hiyo furaha. Hata madebe ni kinyo kilingarala karanga. Hata kama itachukua muda. Tenika rubage ni koyan. Haijalishi ni muda gani itachukua. Hata madikini hata mara mare wakajali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo katikati ya mambo magumu. Hata mara lokidinga korna kago. Katikati ya kushushwa moyo. Alto miatio no ngitai. Katikati ya kungoja. Alto miake darun. Wacha furaha za Bwana ziwe nguvu zako. Miala kana hapo darauki ngako. Bwana asifiwe. Amen. Na pia furaha hii inadumu katika majaribu. Hata barabara karana kairudia alto bidinga kiningeto. Bwana asifiwe. Amen. Katika majaribu furaha hii inadumu. Alto bidinga kiningeto araka na kairubi. Katika hali ngumu furaha hii inadumu. Alto mia makorna kago rudia ala karana. Furaha hii si ya kukuja na kuondoka. Ala karana gaber ni bunda alotun. Furaha hii si ya kuhama hama. Ala karana gaber na alotun. Furaha hii inabaki. Ara ala karana irubi. Kwa sababu umedumu katika Kristo. Hotere rubaki ya mamtomi Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 6. Hata mara kitabuna Thessalonike ne kingari nikidor ni chi dula hapo ni pe ni chingani kape. 1 Thessalonians chapter 1. Kitabuna Thessalonike ne kingari ni kidor le hapo ni pe ni chingani kape. Mstari wa 6. Nasema hivi. Thessalonike wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 6. Soma kitu. Akitabuna Thessalonike balanga turkana ona. Kizizata ezi suwa ka yakapoloni Yesu. Anita ni na itanatare ezi noi. Hipotezi tachamutu ngakiro na jokaka ala kara. Ana ituruni tilo tau aku.
Nasema nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Amen. Nasema kwamba wafuasi wa Yesu hata mare ikiwa paka Yesu Kristo walipokea neno katika dhiki nyingi. Hata mara potuke jigida gijaza kuretea kapolo ni alto ya korona karo. Lakini walikuwa na furaha katika Roho Mtakatifu. Lakini arubakuntoke chi alto ni alaka ya tawale yesu. Bwana sifiwe. Amen. Ya kwamba haimaanishi kwamba wewe ukiwa na furaha mambo iko sawa. Hata mara pani la haraka ndio nyeli muda tamare nguo muda ngajawa kwa Qur'ani ko. Ukisoma neno la Bwana unakuta kwamba wafuasi wa Yesu walipitia mambo magumu. Hata mara kiwa paka Yesu Kristo yototonga korona karo. Unakuta kwamba katika Matendo ya Mitume hiyo anaitwa Yakobo alichinjwa. Hata mara alto ni atabuna aponi Yakobo tongola. Unakuta kwamba Petro aliwekwa gerezani. Hapo Petro toya naye. Paulo pia alishikwa akawekwa gerezani. Paulo da toya naye. Na katika huo muda wote wakati walikuwa wanahubiri neno, watu walipokea neno kwa furaha. Yaani hapa nenda kama kitu kuita kuja. Hapo tungitunga kijaza kuita na alaka. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja na wao. Hotere kaule kuzela kutoka kichape. Licha ya mateso, altomi ngakrona da. Licha ya hali ngumu, altomi ngakrona kakone turtu. Licha ya kutukano, altomi ngakrona igie. Lakini bado walipokea neno la Mungu. Hapo tukitoka baka kijaza kuita. Soma Matendo ya Mitume mlango wa 12 na 13 kwa Biblia inasema watu walikusanyika kuchochea watu wengine wasisikie neno. Hata mara hapo ndio na hapo tungutunga lukitu kiko kitu imokaze kutoka ni raza kwa ile hapo. Ni kwa maana gani kwa walikuwa wanawasema vibaya? Hotel alimutoka jana arona. Lakini bado walihubiri neno la Bwana. Akina hapo tutoka baka sitemeta kwa ile. Hawakukoma kuhubiri neno la Bwana. Mamke jinito huwa kwa tatama kwa ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakupatia furaha inadumu wakati wa majaribu. Ya kama taule useni lakini ala karana rubi tenya pana Qur'ana kabo. Wakati wa majaribu unakuwa na nguvu. Hata marapana lakini ngetoto mine yo ngataunke. Unakuwa na furaha. Domini ala kara. Hata katikati ya shida. Hapa tena ngicha. Kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe. Hotera kuju kutoka yo api. Kwa sababu unaamini ahadi za Bwana ni kweli. Hotera no bidia tamare ngakiti kata kabuli na kujarana ateni. Bwana sifiwe. Ndio wakati mwingine kwa katika hali ngumu kwa nasema Jumapili iliyopita, hapo ndipo unasikia sauti tofauti. Hata marapana ni toto kama Qur'ana kabongo. Idira yo mtu sauti inayokuambia kwamba wewe hauwezi. Ama wewe utashindwa. Lakini wakati una furaha ya Bwana, wewe unaamini neno la Bwana hata katika hali ngumu. Hata ukiwa katika moto unaamini neno la Bwana. Hata ukiwa katika machungu unaamini neno la Bwana. Kwa sababu hii neno la Bwana ndio ni kama moto ambaye inakuchochea. Hii neno la Bwana ni kama sasa hiyo ndio pumzi ambayo inapuliza ndani yako. Hii furaha ya Bwana ndio inafanya inakupepeta. Kukwambia kwamba wewe unaweza, utafaulu. Wewe utafaulu, utashinda. Wewe hautabaki hivyo, utashinda. Wewe umebarikiwa. Wewe umeinuliwa. Wewe ni mtu wa maana. Kwa sababu hii furaha ndani yako inakupepeta. Bwana sifiwe. Inakupepeta katika hiyo moto. Inakupepeta katika hiyo machungu. Ya kwamba wewe unaweza. Wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatujaza na furaha. Hata mara taula uzenekile bongo alaka. The Holy Spirit fills us with joy. Hata mara taula uzenekile bongo ni kotere alaka. Maana tunaweza kusema kwamba ufalme wa Mungu sio wa kukula na kukunywa. Hata mara polo wana dizmerane kumuja kaya kwa sababu hii chakula Biblia inasema tumbo ni ya chakula na chakula ni ya tumbo na yote itaharibiwa. Hata mara ra kumuja kako na ako karaka kumina damu inyosuni. Hatuko katika ufalme wa Mungu kwa sababu tunatafuta chakula. Hata mara tumana na kuruwana dizotere kwa komoi. Hatuko hapa kwa sababu tunatafuta chakula ama tunatafuta mavazi. Hata mara nikolo mara ngotere kwa ngori kwa sababu kuna jambo moja ambalo haiwezi kuondolewa kutoka kwetu.
hata mara yako da pele ala maranio ni furaha. Biblia inasema hata mara la kara haki na amani katika Roho Mtakatifu. Tunuka duga utumia tole Wakati unaishi katika ufalme wa Mungu, hapana lonto yodene maisha yako yanakuwa maisha ya haki. Darate boyo like you Inamaanisha wewe haubatishi. tani mata mama bonyero lo Wewe sio bahati nasibu. Mary tani tapata Wewe sio bahati mbaya. Mary yo manye tapata Wewe sio ajali. Mary ni ko tere ajali. Bwana sifiwe. Wewe sio ajali. Na majibu ndio iko kama wewe ni mtu wa kishua. Hata Mary yo tani dira. Una uhakika katika maisha yako. Hata Maria hadi atenia ko bi. Una uhakika katika chochote ambacho unafanya. Hata Maria hadi atenia ibenda kanyisu bijo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ufalme wa Mungu ni haki. Hata marapolo wana dizarai ateni amani na furaha katika Roho Mtakatifu. hata mara ekiseli kala kana lutumia tawle useni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama ilikuwa ni hivyo, hata mara penya rai kona wengine wetu tungekuwa tumelipoteza. hata mara ndio chega ni kibao Tungekuwa tumekata tamaa. ile mara ona ngetai Tungekuwa tumeachilia. dada unaona laona Lakini ngetai kwa sababu kuna furaha ambayo iko mbele yetu. hotere yala kana ni ngarinio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Biblia inasema kwamba Yesu alipuuza ile aibu ya msalaba. Hata mara Yesu kidwa abuli arona ya msalaba. Yesu hakuona aibu ambayo inapata kule msalabani. Hata matalama Yesu akinya zuno na ya Kwa msalaba. sababu Bwana wetu alipata aibu. Hata mara Yesu tani ile Alivuliwa nguo zake. apondo kutora ngoreke. Alitembewa mate. Hapana kama kana ngako. Alipigwa mjeledi. Hapana rama akole. Lakini kwa sababu ya furaha ambayo iko mbele yetu, Hotere ala kana ni ngarinio. kwa sababu Yesu alipuuza hiyo aibu. Hata mara Yesu kidwa ngile chumulu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo furaha ambayo iko mbele yako na mbele yangu. Ala kana ni ngarinio kanga yong. Na kama furaha hiyo inaweza sababisha Bwana wangu apuuze aibu, Hata mara nikala ala kana ni kipanyo ni kidwa ngile chumulu. basi lazima nitafute hiyo furaha. Hata mara jono kidakaju. Lazima nifuatilie mahali hiyo furaha iko. Kama inaweza fanya Bwana wangu apuuze aibu, Kara ngine ngepeyo kinyo kidwa ngile chumulu. kama inaweza fanya Bwana wangu apigwe mijeledi, Kara ala kana ngepeyo Yesu karama akole. kama inaweza fanya Bwana wangu atendewe mate, Kara ala kana ngepeyo magneri Yesu ngakumulu. lazima nitafute hiyo furaha. Data bakade ala kana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nitafute hiyo furaha. Data bakade ala kana. Na hiyo furaha inapatikana katika Roho Mtakatifu. Ala kana takazunyo tawle useni. Ambapo Roho Mtakatifu anatujaza. Hata mara tawle useni kile lego ngani. Bwana asifiwe. Amen. Warumi mlango wa 15 mstari wa 13. Akitaguna na Roma idulu la kama kanga nichi kama unapeka kauli. Warumi mlango wa 15 mstari wa 13. Akitaguna na Roma Nasema basi Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. bala anatukana kimya kizia kuju na rai ni kengi turniti akidionokin kilelebesi alakara kaya kisil kotere ni inupitotol ezimesi kizikokini akidionopus kotere abogom tau abu. Bwana asifiwe. Nasema kwamba Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote. Ya marabu na bo kigeno kiasi na bokina geza la karama. May the God of hope fill you with all joy. Ya to mara kimya kuja kapo no kilele besi alakara. Mungu awajaze na furaha yote. Kilele ba kujaza alakara damu. Mungu awajaze na amani. Kilele ba kuja besi ya kisiri. Nawe umtumaini yeye. Na jali geno kuno ngesi. Bwana asifiwe. Ili kuwe na hiyo mtiririko wa matumaini. Kuwa pakini na lakara kuria kigeno na anike. Kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Turutulu kilinga tawale use. Bwana asifiwe. Furaha haipatikani kwa vitu vinavyoonekana. Hata mara alakara na nitoru lubero ngide be wana mfanyeni. Bwana asifiwe. Furaha inapatikana kwa Roho Mtakatifu. Hata mara alakara na turutulu tawale use. Nasema Mungu awajaze na furaha yote. Kama kujikilele bezi alakara damu. Mungu awajaze na amani. Kilele beno beza kuja kisiri. Mungu awajaze na furaha yote. Ina geza kuja alakara damu. Kuwa na ile mtiririko wa furaha. Na kuwa pakina la akuwa pakina la. Unajua furaha huwa inaambukiza. Hata mara
agalakara rai berni luzinga naroba. Bwana sifiwe. Unajua furaha inaambukiza. Hata mararoba agalakara iberna boni. Ukienda mahali kuna furaha. Ya kayuni ya alakara. Hata kama ulikuwa umekasirika. Ita katu maitiyo. Utajikuta hata wewe unafurahia. Yobuni kwa kalakara yode. Bwana sifiwe. Lakini ukienda mahali kuna huzuni. Ya kana huyu ni alongere. Hata kama wewe pengine sio hata relative ya aliyefiwa. Pengine na yule tani ndola ni anaona. Bwana sifiwe. Wewe hata sio relative ya aliyefiwa, lakini ukienda mahali kuna huzuni utajikuta hata wewe unalia. Mjapate hiyo pengine na yule tani anaona. Kwa sababu kama vile furaha inaambukiza, hata huzuni pia inaambukiza. Ya kama alala kara iberni kwa ngine pia hayo ni ya alakara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifiwe kanisa. Kwa maana tunasema Mungu awajaze furaha yote. Ili wewe uambukize yule mwingine furaha. Uambukize yule mwingine furaha. Na yule mwingine pia ambukizwe furaha. Na ikiwa hivyo furaha inakuwa timilifu. Tunakuwa na furaha na amani. Matumaini inajaa katika maisha yetu. Kwa sababu Bwana ametujaza na furaha. Bwana sifiwe. Wakati unafurahi inakuwa ni rahisi kutumaini. Lakini shaka huingia wakati watu hawana furaha. Kwa maana kabla shetani akupatie mashaka lazima asababishe kitu ya kukuhuzunisha. Bwana sifiwe kanisa. Kabla shetani aweke maneno ndani yako. Kabla hajakuwekea mashaka ndani yako. Lazima alete mambo ya kukuhuzunisha. Wakati umehuzunika ni rahisi wewe kupoteza tumaini. Wakati furaha imeondoka matumaini yanaondoka. Wakati furaha imeondoka amani pia inaondoka. Ndio maana Nehemia aliambia wale watu msihuzunike. Furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Wakati una furaha ni ngumu sana mtu kukuconvince otherwise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana na Biblia inasema kwamba Bwana awajaze na furaha yote. Bwana awajaze na amani. Napoendelea kumtumainia yeye. Ili kuwe na overflow. Kuwe na kutiririka. Yaani mnajazwa mpaka mnafurika. Kuwe na mfuriko wa furaha. Kuwe na mfuriko wa furaha katika maisha yako. Kuwe na mfuriko wa furaha katika jamii yako. Kuwe na mfuriko wa furaha katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tutamshinda shetani tukiwa na furaha. Lakini iwapo tutahuzunika, shetani atapata nafasi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Hii furaha haitokani mahali popote. Roho Mtakatifu anatujaza hii furaha. Kwa hivyo zaidi tunavyomtumainia Mungu, zaidi tunavyoomba, zaidi tunavyoabudu, zaidi tunavyotafakari neno la Mungu, hivyo ndivyo zaidi tuna experience hii furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Hivyo ndio watu zaidi wa maombi. Tusilalamike zaidi. Bwana asifiwe. Sio mtu wa kulalamika zaidi. Badala ya kulalamika abudu. Badala ya kukasirika abudu Mungu. Badala ya kufanya nini? Badala ya kuwa na mawazo, tafakari neno la Bwana. Badala ya kusoma vitu vingine, soma neno la Bwana.
Bwana. Tamari soma mbele kusoma. Kwa sababu unaposoma neno la Mungu linakupatia furaha. Furaha katika Roho Mtakatifu. Na nilisema kwamba ni hatua, it is a process. Lazima upitie hatua na ufikie hii furaha. Bwana asifiwe. Lazima upitie process. Jifunze kusoma neno. Jifunze kuomba. Jifunze kuabudu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine hali ni ngumu, hata afadhali unyamaze, abudu Bwana. Wakati mwingine mambo hauwezi kuongea, huwezi kusolve problem, achia mtu Mungu mwenyewe solve hiyo shida. Abudu Bwana. Napomalizia, Bwana asifiwe. Furaha ya Roho Mtakatifu ni alama ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Furaha ya Roho Mtakatifu ndio alama ya ufalme wa Mungu. Na ndio chemichemi ya nguvu katika maisha ya kila muumini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haijalishi uko katika majira gani. Majira ambayo unayapitia haijalishi. Roho Mtakatifu anaweza kujaza moyo wako kwa furaha. Na hiyo furaha unaiweza kuisambaza kwa watu wengine. Bwana asifiwe. Unaweza kusambaza hiyo furaha kwa watu wengine. Wakati Roho Mtakatifu anajaza moyo wako na furaha. Sasa inamaanisha kwamba ukiwa na furaha, basi kuna hiyo alama ya ufalme wa Mungu. Wakati furaha inaondoka, unaweza kujipima, ujiulize niko katika ufalme mgani? Furaha imeniondoka. Sasa mimi niko, mfalme wangu ni nani? Bwana asifiwe. Kwa sababu kama mfalme wako ni Mungu, basi unafaa kuwa na hii furaha. Kama Mungu wako ni Mungu, basi lazima uwe na hii furaha. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako furaha ni lazima. Mwambie furaha ni lazima. Bwana asifiwe. Amen. Unasema pasta ujini napitia. Wewe unaongea tu. Ujui machungu nasikia. Unasema tu hiyo. Wewe hauelewi. Ndio ni kweli sielewi, lakini Roho Mtakatifu anaelewa. Amen. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu anaelewa. Na yeye anasema yeye ndio anapeana hii alama. Yeye anakupatia hiyo furaha. Bwana asifiwe. Unajua unaweza kuwa katikati ya wafu, lakini kutoka hapo katikati Mungu akidrop furaha ndani yako. Wewe peke yako utatoka ukiwa mzima. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa katikati ya watu wa njaa, lakini ukikubali Roho Mtakatifu adrop furaha ndani yako, wewe utatoka hapo na shibe. Bwana asifiwe. Unajua mtu mwenye hana furaha ni mtu mbaya sana. Na huyu mtu anaambukiza ni mbegu mbaya. Na hii mbegu mbaya Mungu hapendi. Katika kitabu nafikiri ni Wafalme wa Kwanza, wakati kulikuwa na njaa kule Samaria, na kuna mtu ambaye alikuwa ni kama alikuwa anabeba kikombe wa mfalme, na mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba kutakuwa na chakula, yani kesho wakati kama huu mtakuwa na chakula hapa Samaria. Na katika Samaria kulikuwa na njaa kali sana. Ilikuwa ni ile wakati wa mtumishi wa Mungu Elijah. Alisema kwamba hakutanyesha kwa miaka 3.5. Kwa hivyo kukawa na njaa kubwa sana. Biblia inasema kwamba watu walikuwa wananunua kinyezi ya njiwa kwa pesa mingi ndio.
Wamama walikuwa wanachinja watoto wao ili wapate chakula. Kwa hivyo chakula ilikuwa ni ngumu sana. Na wakati alisema hivyo, huyo mtu akasema hata ifanyikeje haitawahi fanyika. Alafu mtumishi wa Mungu akamwambia utaona kwa macho lakini hautakula. Bwana sifiwe. Kwa sababu hii ni mbegu mbaya, angeliambiwa angekuwa na mchochezi achochee watu wengi, angefanya imani yao ifanye nini? Imani yao ipotee ili kusiwe na chakula. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema siku hiyo kulikuwa na wenye ukoma 4. Na wenye ukoma walikuwa wamerushwa nje ya mji. Na kulikuwa na njaa kubwa kule Samaria. Kwa hivyo wenye ukoma wakapana mkutano wao wenyewe. Wakaulizana, sasa tunakaa hapa kwa hapa tukufe. Kwani tukufe hapa? Wakasema tukirudi kule Samaria, walikuwa walitufukuza kule. Huko watatuua. Na tukienda huko mbele kulikuwa na majeshi ya Washami. Na wale Washami walikuwa wanatisha sana wana wa Israeli. Na tukienda huko pengine wako na chakula. Na pengine watatuhurumia. Na pengine watatupea tukule. Na si njaa ndio shida yetu. Wacha tuamke. Haya wakaenda. Wakaanza kutembea wakienda. Wanatembea wakienda. Biblia inasema kwamba Mungu akapanua hatua za miguu yao. Wakati Mungu alipanua hatua za miguu yao, wale wanajeshi ya Washami wakafikiria mfalme Ahabu amekodesha wanajeshi wanakuja kuwashambulia. Na yarata umogi kuja mtongo ponto ala utamadhuko ni akapona banyar na baje ngechena tikalani akole ni. Kwa hivyo wanajeshi wakasema mimi siwezi atukae hapa, wacha tutoroke maisha yetu. Ndio tamadhuko ajia na jeo kija nyota torto bila kwa la. Kwa hivyo wanajeshi wakatoroka wakaenda. Ajia na ngomoka kutorto bila yarata kutorto. Wakaacha kwa kambi yao kuna chakula. Kimekeni kolego yetu kimoja. Wakaacha dhahabu. Kimekeni mkababaye. Wakaacha fedha. Kimekeni rupia. Wakaacha mavazi mazuri. Kimekeni mawere kajoka. Kila kitu kizuri wakaacha, wakakimbia wakajiendea. Kimekeni berkajoka ndio kama taru. Halafu sasa wenye ukoma wakati waliingia wakakuta sema hakuna watu hapa. Watoto wale mazwe dora mazwe wala mtu wani wakakuta chakula, wakaingia kwa ikambi wakakula. Wakaenda ingine wakakula. Na kama utanjua chio kupiga kazi kumoja. Tena wakakuwa na mkutano. Sema unajua isi vizuri. Unajua wenzetu huko wanakufa njaa. Sisi hapa tunakula tu. Tufanye hivi. Wacha tuende tupeane habari. Bwana asifiwe. Tupeane habari ya kwamba kuna utele huku. Kambi ya adui kuna utele. Kuna chakula kwa kambi ya adui. Bwana asifiwe. Hilo ndilo furaha inaweza kufanya. Haijalishi hata kama uko na vidonda. Hata kama una vidonda bado unaweza kuwa mtu wa habari njema. Bwana asifiwe. Wenye ukoma walikuwa na vidonda. Wenye ukoma walikuwa na upungufu. Lakini bado walikuwa wabeba habari njema. Hivyo wakaja wakapeana habari. Washami wajeshi wametoroka wameenda. Kwa hivyo mfalme akamwambia wanajeshi wao mwende kwa kambi ya Washami kule. Wakaenda wakakusanya kila kitu kizuri, chakula, kila kitu. Kwa hivyo wakati walileta katika malango ya Samaria, yule alikuwa mlinda lango alisema ya kwamba haitawahi fanyika.
la nyepedorus kwa sababu chakula ikawa inauzwa kwa pesa kidogo. Otere akumuju abwebeke dotion kwa Biblia inasema kwamba alikanyagwa na akafa hapo. hapo ni kubudara Na kutimiza neno la mtumishi wa Bwana kwamba kwa macho aliona. da to pogika kwa pale akapolole yani nara mlimi yang panye Lakini hakushiriki hiyo chakula. hata marenyera ni zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yule mtu wa furaha ni mtu ambaye anaambukiza. Hata mararabo itanya la karara no itanya kipoto. Na haijalishi hata kama una ukoma uko na hii alama ya ufalme wa Mungu. Hata marenyera yakani wa majembe yakani ya Na hii alama inakupatia nguvu ya kusonga mbele. na yama charimo no ngina kinyo kilingalo alusu. Nguvu ya kumtumikia Bwana. Nkilingalo ageno Nguvu za kuomba. nkilingalo akili. Nguvu za kuabudu. Nkilingalo akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumuulize Bwana atujaze na hii furaha. Hata marenyera takapunya kujuki na kumonyala karanga. Tumwambie Roho Mtakatifu azae furaha ndani mwetu. Hata maja kapunya kuju na boko turu pala karanga. Furaha itakayodumu hata wakati wa majaribu. Karana rubite nyapana na makini yeto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tusimame kwa miguu yetu. Atubu angaje neno. Bwana asifiwe. Amen. Furaha za Bwana ni nguvu zetu. Hata mararanga ya kapulu ni